Wewe leta hiyo, leta hiyo. Kushambulia sana na kukimbia hadi kijiweni, bado inatufukuza. Nyuki walianza kushambulia watu mpaka watu wote walianza kutawanyika na wengine walipelekwa hospitalini. Na hata sijui wengine wametukimbilia wamepotelea porini sababu watu wako wametawanyika kule milimani. Kwa hiyo hali kidogo imekuwa ni mbaya kwa asilimia fulani, ila sasa labda tutaanza kutafuta wataalamu ili watawanya wale nyuki ili wasije wakaharibu kazi ya maendeleo ya wananchi. Naitwa Daniel Niaki wa Mandi. Tulikuwa kwenye kazi ya maendeleo na kushirikiana na Karim Foundation. Baada ya hapo wakatokea nyuki wakatuchambulia, ndipo watu wote wakatoroka kwa ajili ya hao nyuki. Nyuki kushambulia watu waliokuwa pamoja inakuwa kawaida, huwa inatokea mara kwa mara. Nyuki walianza kushambulia watu mpaka watu wote walianza kutawanyika na wengine walipelekwa hospitalini. Na hata sijui wengine wametukimbilia wamepotelea porini sababu watu wako wametawanyika kule milimani. Kwa hiyo hali kidogo imekuwa ni mbaya kwa asilimia fulani, ila sasa labda tutaanza kutafuta wataalamu ili watawanya wale nyuki. Mimi naitwa Leon Gwandu, diwani wa kata ya Dabil. Leo ilikuwa siku ya kufanya kazi ya maendeleo kwa ajili ya kuchimba misingi kwa ajili ya choo cha wanafunzi wetu hapa Dabil Sekondari, ambapo shirika la Karimu ilikuwa imetufadhili matundu 10 kwa choo cha wavulana, matundu 13 kwa ajili ya 16 kwa ajili ya choo cha wasichana na matundu 3 kwa ajili ya choo cha walimu. Kwa hiyo tuliitisha wananchi kwa ajili ya kuja kusafisha eneo na kuchimba msingi. Basi wakati wananchi wanaendelea na kazi hiyo, tulipata taharuki ya nyuki ambao waliwatawanya wananchi. Kwa hiyo ndio taharuki iliyotokea. Wananchi wa kata ya Dabil, hususan vijiji vya Sabilo, Mandi na Gidewari, watu walikuja kwa wingi, na kama sio hii taharuki, kazi hii ya kuchimba msingi nina hakika leo ingekamilika.